Kwa majina naitwa Katrina Moses. Ni mtoto wa tatu na wa mwisho kwa mzee Moses. Wa kwanza akiwa dada yangu Elizabeth na wa pili akiwa dada yangu Irene. Wa mwisho na watatu ni mimi. Baba yangu alikuwa ni mtunza bustani katika nyumba ya tajiri mmoja aitwaye Mzee Dastan. Mama yangu alikuwa anapika pombe za kienyeji. Hali yetu ilikuwa sio nzuri kiuchumi kabisa. Dada zangu walisoma mpaka darasa la 7. Da Eliza akaenda jifunza cherehani. Da Irene alikuwa nyumbani tu. Nilipokuwa darasa la 4, Mzee Dastan alikuwa ananisaidia sana katika mambo yangu ya shule. Pia alikuwa anaisaidia familia yetu katika mambo mbalimbali, na pia alikuwa na watoto watatu, 2 wa kiume lakini mmoja wa kike. Alikuwa anasoma shule za gharama. Mzee Dastan alikuwa hataki mwanawe wa kike awe anatoka nyumbani. Alikuwa hataki hata mazoea mtoto mwingine yoyote ila mimi, ambaye ndio nilikuwa nakuja kuchukuliwa kama wikendi kwenda kucheza kwao kuanzia Ijumaa hadi Jumapili. Nikiwa huko nakula vizuri, nacheza na Freya ambaye ni mtoto wa Mzee Dastan yule wa kike wa mwisho. Kisha napewa zawadi mbalimbali kama nguo za zamani za Freya na viatu vya zamani vya Freya. Basi na mimi napendeza. Nyumbani kwa kina Freya mtoto wa Dastan kulikuwa na bwawa la kuogelea, kulikuwa na uwanja wa basketball, pia kulikuwa na bembea hizi za sehemu za kuzunguka kucheza watoto. Hivyo ukifika unaenjoy kweli kweli. Nilizoeana na Freya sana kama ndugu, lakini ni marafiki tu wa pekee ambaye tulikuwa tunapendana sana. Kaka zake walinichukulia kama mdogo wao. Niliendelea urafiki na Freya na kuja kufatwa kwenda kwao mpaka nilipomaliza darasa la 7, ambapo Freya naye alimaliza darasa la 7, ila yeye alikuwa anasoma shule za magari ya njano. Ndipo nilipochukuliwa kabisa na Mzee Dastan na kuanza kuishi kwake kabisa, akisema ili niwe jirani na mwanawe, maana alikuwa amenizoea sana. Nisipokuwa hana amani kabisa. Baba yangu hakuwa na kipingamizi mbele ya bosi wake, atasema nini. Aliniruhusu, kitu ambacho dada zangu walikuwa wanaona wivu sana, lakini hawakuwa na namna ya kufanya zaidi ya kuniacha tu niendelee. Tukiwa na Freya tulitafutiwa mwalimu wa tuition, mdada mmoja hivi akawa anatufundisha pale nyumbani Kiingereza, na walimu wengine wa masomo mengine ya pre-form 1, yani inamaanisha ya kuanzia kidato cha kwanza. Namshukuru Mungu, darasani nilikuwa vizuri sana. Nilisoma shule za Kayumba, lakini kwa mwalimu wa Kiingereza huyo nilianza na mimi kujifunza kuongea Kimombo. Sio kuongea tu, hadi kuandika. Matokeo yalitoka, mimi kama kawaida yangu nilichaguliwa kwenda shule ya serikali, tena ya mkoani. Baba yangu kusikia hivyo alipata mawazo sana, maana uwezo wa kunipeleka huko mkoani hana kabisa, maskini ya Mungu. Basi Mzee Dastan ambaye baba yake Freya akamwambia baba asijali na asiwe na mawazo kabisa, atanisomesha shule moja na mwanae ndiye atakayelipa ada. Baba alifurahi sana, akamshukuru hadi akapiga magoti, na mimi nilimshukuru sana Mzee Dastan. Tulitafutiwa shule nzuri sana mkoani Mbeya. Tulisafiri kutoka Dar, tukafanya mitihani ya kuingia, maana shule hiyo
huchukuliwi mwanafunzi wenye uwezo mdogo, wanachukua wanafunzi wenye uwezo mkubwa ili kuitangaza shule yao. Tulifanya hayo majaribio wanafunzi wao wote, kila mmoja. Freya alifurahi sana kuona hivyo tukiwa pamoja pale shuleni. Mzee Dastan alifurahi sana naye, maana alipigiwa simu na ndugu yake aliyetupokea Mbeya. Tulipewa barua za kujiunga, maana inamaanisha tulimaliza na tulifanya vizuri yale majaribio pale shule. Hatimaye tukarudi Dar. Nilimwambia baba, alifurahi mno pamoja na mama. Hata dada zangu pia kujua shule ninayoenda kusoma walifurahi, maana walikuwa wanaona kama mzee Dastan ananitumia lakini hawezi nisaidia, japokuwa na chuki zao, lakini kusikia hivyo walifurahi sana. Nilikaa nyumbani wiki 2 kisha nikarudi kwa mzee Dastan. Akatufanyia maandalizi ya shule kama sare za shule na mabegi, pia shamba dresi, maana ile shule ni mwendo wa shamba, inaongozwa na masista. Tulipewa kila kilichohitajika pale shuleni. Ada ikalipwa. Mzee Dastan aliwasha gari mwenyewe hadi Mbeya tulipelekwa. Tulipokuwa tunaelekea na kulipoti shule, masomo yalianza. Wote tulikuwa tunasoma kwa bidii sana, mimi na Freya, huko bado tukiwa marafiki wakubwa sana, kiasi wanafunzi wengine walijua sisi ni ndugu. Nikiwa nasoma nilitokewa kupendwa sana na wanafunzi wenzangu kutokana na uwezo wangu wa darasani. Pia nilikuwa na uwezo wa kufundisha wenzangu vizuri, na kile kimombo nilichokuwa nafundishwa kwa mzee Dastan nilikuwa ni hatari kama mwalimu. Walimu wetu walitupa kila mtu na mwenzie wa kusoma naye, yaani wanaangalia mwenye uwezo mkubwa sana, wanakupa asiye na uwezo sana uwe unasoma naye, na wanaita study partner. Hivyo mimi nilipewa msichana mmoja anaitwa Tamara. Freya naye alipewa wake, lakini alikuwa kama hampendi, kila muda yupo bize na mambo yake. Freya anamwacha patina wake. Mimi na Tamara tulikuwa vizuri mbali na kusoma pamoja. Tulipatana sana sababu Tamara alikuwa na mawazo mazuri ya maisha, kila ambacho sikujua kama kinamkwaza sana Freya. Siku moja ilikuwa siku ya kufua. Tamara alinifuata room kuniambia twende tukafue. Nikasema sawa. Muda huo Freya naye alikuwepo. Mimi nikakusanya nguo zangu. Freya akasema shika na hizo hapo ukafue, akanirushia zake, zikaanguka chini. Akasema yani unaangusha nguo zangu makusudi? Nikasema hapana, wewe si umenitupia, nimechelewa kuzidaka. Akasema unafikiri mimi sioni? Kama hutaki si useme tu kuliko kuziangusha chini. Nikasema umechelewa vibaya na unamaanisha vibaya, mimi sijazitupa. Basi mgomvi ukaanzia hapo, mimi na Freya. Akasema hebu nenda zako huko, shida unajisahau sana wewe, hujui kama mimi ndiyo tiketi yako hapa. Nenda zako na huyo shoga yako, si ndo wa muhimu sana kuliko mimi? Mimi nilishangaa yote hayo yametokea wapi. Tamara akaniangalia mimi, nikaokota zile nguo nikaondoka nazo. Ilikuwa ni kawaida sana mimi kumfulia Freya tokea kuanzia siku hiyo, maana nishazoea yeye ni mara chache sana kufua nguo zake.
tulitoka na Tamara akasema, hivi nini kimetokea pale? Mbona amekusema vile? Nikasema hakuna kitu, wala hatakuwa na hasira zake tu, achana naye hizo habari. Tamara akasema sijapenda, na ndugu yako yupo tofauti sana na wewe, anajisikia sana, hapendi kuongea na watu, yupo tofauti sana na wewe. Mimi nikasema hamna bana, hujamzoea tu, hana shida yoyote yule, yupo poa sana, ukimzoea utapenda. Akasema sawa, japokuwa tujui kusoma, hata picha tunaona. Tulifua tukamaliza, tukarudi bwenini, nikakuta Freya amelala. Nikamuita, nikasema Freya, nimesharudi. Hakunijibu, nikajua amelala. Mimi nikatoka nikaenda kuoga zangu, nikarudi. Yeye alikuwa analala kitanda cha juu. Freya akashuka amenuna. Nikasema vipi umenuna? Umeamka? Akasema unaniuliza majibu, hebu nipite. Alienda kuoga. Mimi sasa kanuna nini? Ina maana ni vile vile nguo au? Baada ya muda akarudi, bado kanuna. Akavaa akatoka na madaftari, hajanisemesha. Muda huu nilishangaa sana. Muda wa kula akaenda peke yake, mimi nikashangaa. Muda wa pepo peke yake pia. Jamani, kona hapa nijishushe tu niombe msamaha. Tulivyotoka pepo aliingia kulala. Mimi nilishukua nimeandika kimemo cha kuomba msamaha, nikampa, akasoma, hakunijibu, akalala. Kesho yake akawa sawa tu, tukawa tunaongozana, tunacheka vizuri. Nikawa nikishinda na Tamara tu ndio ananuna balaa. Nikagundua hilo, ikawa inabidi nipunguze sana ukaribu na Tamara. Niliishi kwa shida sana. Freya alikuwa mtu wa kununa, mimi akiniona naongozana na Tamara. Pia nikiongea na mwingine, ila yeye akiongea na watu sawa tu. Nilivyokuwa napendwa na wengi, pia akawa anachukia kuwapa maneno ya kashfa wengine. Ilibidi nikajisema navumilia tu, kila siku namuomba yeye msamaha. Nitafanyaje? Babake ndiyo mlipa ada. Nilisoma hadi kidato cha 4 kwa shida kweli pale ninapokuwa karibu na Freya. Na pia kwa sasa watu wanaita nilikuwa kama chawa wake Freya. Mimi ndiyo mfuaji, mimi ndiyo mbeba mabegi yake, na mimi ndiye ananituma kila atakachokitaka. Nilijikaza sababu kuna nilichokuwa nakitaka nacho ni elimu. Tulimaliza kidato cha 4, tulienda nyumbani, mimi nikaenda kwetu. Nilikuwa namsimulia mama yangu kila kitu. Mama alikuwa akinisi nivumilie tu, yana mwisho hayo. Mimi nikawa nakubaliana nayo, haswa ushauri wa mama yangu kuwa mvumilivu. Matokeo yalitoka wote, mimi na yeye Freya tulifaulu vizuri. Mimi nilipata 1 ya 7, yeye naye alipata 1 ya 8. Babake alifurahi sana, akasema anatutafutia tena shule moja. Nikakataa. Akaniuliza unakataa nini? Nikasema hapana mzee. Mzee Dastan akakaa akaniangalia sana, lakini akaniita pembeni, akaniuliza kwa nini hautaki? Naona mnafanya vizuri sana. Nikamwambia hamna baba, kwa sababu mzee Dastan nilimheshimu kama baba. Akasema basi usijali,
mimi nitajaribu kuwatafutia tena, kwa sababu naona kwa nani partner wenu ni mkubwa, na nafurahi sana mkirudi hapa. Yani wote nawaona kama wanangu wa kuwazaa. Baba yake Flea alifurahi sana, akasema atatutafutia shule ya pamoja. Sikukataa tena, maana baba yangu choka mbaya. Maisha yalikuwa yale yale, mimi ni chawa kabisa, hadi watu wakawa wananicheka vile anavyoniendesha. Tulipelekwa shule ya wasichana watupu tena. Hapo siku moja tulienda joint mess, ilifanyika chuo fulani hivi. Tulikutana na watu wengi shule mbalimbali na wanafunzi wa chuo pia. Watu mbalimbali walikuwa wanapita kuimba nyimbo za dini. Kuna kikundi kimoja cha shule binafsi. Hapo nilikuwa nimekaa na Flea, na sisi tulikuwa na kwaya yetu, lakini mimi ndio nilikuwa naanzisha kuimba, maana nilikuwa na sauti nzuri, angalau siwezi jisifia sana, lakini sauti yangu kama nyoka ilikuwa paungoni, anatoka mwenyewe huku anacheza. Tuliimba sana nyimbo zetu za dini na kucheza pia pale nikiwa na kina Flea. Tukamaliza, tuliposhuka sisi waliitwa wakaka fulani, walikuwa wanajiita Five Brothers. Flea akasema nilikuwa nawasikia sana hawa, hatimaye leo nawaona, maana nasikia ni mahandsome balaa. Mimi nikatabasamu tu huku nikisubiria wapande kweli kweli. Na kweli bana, walipanda wale wakaka, wako 5. Ni kama wamechaguana, maana wote wameenda hewani. Mimi handsome balaa wanasoma chuo. Watu waliwashangilia sana wale wakaka, walianza kuimba. Sasa wana sauti nzuri sana, hasa kaka mmoja alikuwa mweusi hivi, ana zile zinaitwa Timbaland, amevaa miwani na anabonyea mashavuni, ndio alikuwa katikati yao. Unajua kila kwaya au kila kikundi kuna kuwa na nyota wao. Sasa ndio yule kaka, walimba mno. Nilipenda sana. Flea alimsifia sana kaka mwenye miwani, akasema atafanya juu chini ampate, sababu amempenda tu. Walimaliza kuimba, kisha wakaambiwa wajitambulishe, maana walipata shangwe kama lote, haswa kwa wadada, na MC aliwasifia na kusema kwa Yesu kuna wanaume wazuri sana. Alianza wa kwanza, alijitambulisha anaitwa Lucky. Akaja wa pili akasema anaitwa Paul. Watatu akasema anaitwa Abidego. Wa 4 akasema anaitwa Geoffrey. Akaja sasa mwenye miwani wa huyo ambaye anamsifia sana Flea. Alivyoshika maiki tu na kusema Bwana Yesu asifiwe, watu walilipuka kwa shangwe. Akasema mimi naitwa Grovan au Giovan. Watu walishangilia. Flea akasema kuanzia sasa niite Mrs. Giovan au Mrs. Grovan. Mimi nikacheka sana. Tulimaliza ibada, tukatoka nje sasa kusalimiana, huku tukisubiria chakula. Tulikuwa tunasalimiana na watu, lakini Flea kama kawaida yake pozi akasema twende tukakae kule. Alionyesha kwenye miti hivi, nikasema sawa. Tukaenda kwa sababu mimi nilikuwa chawa. Tukiwa pale akasema ngoja nisubiri hapa, naenda mtafuta Giovan leo, siondoki bila namba yake. Mimi nikasema sawa. Aliniacha pale
mimi nilimsubiria, lakini nilibanwa na mkojo, nikaona niende chooni. Nilianza kwenda, nikapita pita watu, mara nikasikia naitwa, we dada, we dada, dada. Mwanzo sikujua kama naitwa mimi, nikakausha, lakini niliguswa na mdada mmoja akasema unaitwa. Niligeuka, nilikutana uso kwa uso na Giovan. Nilistuka, akasema mambo, akanipa mkono wake, nikasema poa. Akasema nimekutafuta sana wewe mdada, mimi naitwa Giovan, wewe unaitwa nani? Aliuliza huku akitabasamu. Mimi kweli duniani kuna watu wazuri jamani, asante Mungu kwa uumbaji. Nilipatwa na kigugumizi kwa kujibu. Hey, akasema hey, mbona hujibu jamani? Nikasema oh sorry, naitwa Katrina. Akasema una jina zuri sana na sauti nzuri sana, nimependa sana ulivyoimba, wishi tuje tufanye wimbo pamoja. Nikasema kweli nitafurahi, maana na wewe una sauti nzuri sana. Akasema ya, inabidi tukae pamoja tupange hilo, au sio? Nikasema yes. Alitabasamu kama alitaka kusema kitu, lakini hakusema. Mara akaja mdada mmoja akamuita Gio, akaitikia, lakini akawa ananiangalia bado mimi. Yule dada alimshika mkono na kuanza kumvuta. Gio akawa anaenda huku ananiangalia, anatabasamu. Sikumwelewa, lakini nilihisi tofauti katika mwili wangu na fikra zangu. Nilisahau hadi mambo ya chooni, nikajikuta narudi nilikokuwa na Freya. Sikuelewa nini kimetokea kati yangu mimi na Giovan, lakini kila nikifikiria najikuta najisikia raha. Kundi lao lilikuwa maarufu sana katika vipindi vya dini tokea nasoma sekondari Olevo. Nilikuwa nawasikia hadi leo, wanasoma chuo, tena wako mwaka wa kwanza tu. Nilifika, lakini Freya bado alikuwa hajarudi. Nilimsubiri, baada ya muda kidogo akaja amenuna. Nikisema vipi, mbona hivyo? Akasema yani wakaka wanapozi wale, sijapata aona. Nikasema kwa nini unasema hivyo? Akasema nimeenda nimewakuta wale wanne, nikawasalimia, wanajibu kama hawataki. Nikamuulizia Giovan, wakasema hayupo. Nauliza zaidi, hawajibu. Nikawa natoka, Giovan akaja, nikamfuata, japo alikuwa na watu wachache wanamsalimia, lakini mimi alinisalimia kavu sana kama shabiki tu, na hakuendelea kusimama pale. Nikasema usikasirike, labda alikuwa busy tu, maana mimi kabla sijamaliza. Akasema najua alikuwa busy, maana mimi nilivyo hawezi nipuuzia, najua alikuwa busy na nitapata tu. Mimi nikasema sawa. Akasema hivi wale wakaka wana magirlfriend kweli? Mimi nikasema wameokoka wale, sizani. Akasema wapi? Akasema mimi nitampata tu, na hata akiwa na mwanamke nitafanya kila mbinu niwe naye, na kama kuna mwanamke nipo tayari kugombana naye. Mimi nilimcheka nikasema huyu hapaswi hata kujua kuhusu mimi kuonana na Giovan. Tulienda kuchukua chakula, kisha tukala. Tayari mabasi yetu yalishakuja, tukapanda, lakini mimi akili yangu ilikuwa kwa Giovan pia, maana
Hatukumaliza kuongea sana na niliona kama kuna kitu kabisa anataka kuniambia. Nilikaa dirishani kisha nikafatiwa na Freya, lakini macho yangu yalikuwa nje. Nilikuwa naangalia kama nitamuona Gilvan. Kweli wakati basi linaondoka nilikuona Gilvan na wenzake wamesimama na wasichana kadhaa hivi. Nilimwangalia kama alijua, naye alinigeukia akaniangalia na kuliangalia basi letu na tukagongana macho, akatabasamu. Freya naye aliona akasema, unaona ananitabasamia mimi. Gilvan alinyanyua mkono na akapunga ishara ya kuniaga. Mimi kabla hata sijapunga nilisukumwa nikaegemewa na Freya akapunga ule mkono na yeye. Nadhani alikuja kapongiwa yeye. Mimi nilikausha tu, nikaendelea kumwangalia Gilvan, naye aliendelea kuniangalia tu hadi tukapotea na basi letu. Moyo wangu ulikuwa kama una kiu ya kumuona tena. Nilitamani nishuke kwenye gari, maana nilihisi kabisa kuna kitu alitaka kuzungumza, lakini hakuzungumza. Freya alifurahi sana akasema, umeona sasa, nilikuambia Gilvan ni wangu tu, hata iweje. Mimi nikacheka sana. Tulifika shule, tukaenda kuoga, kujiandaa na ratiba za shule. Nilikuwa bwenini napiga dawa viatu vyangu na Freya kama kawaida. Baada ya kunyoosha nguo za shule, Freya alikuwa amelala tu anamsifia Gilvan tu. Mara nikasikia, Katrina, we Katrina. Nilikuwa naitwa. Nilitoka nje nikiwa nimebeba kiatu. Alikuwa ni dada wa kidato cha 6 anaitwa Inedi. Nikasema, abe nimekuja maana umeita sana. Akasema, nina ujumbe wako. Nikasema, ujumbe wangu? Toka wapi? Akanipa bahasha kisha akasema, utajua humo. Nikasema, mbona sielewi, nani kanipa sasa huu ujumbe? Akasema, utasoma humo utaelewa. Nikasema asante. Nikaanza kuondoka huku nikitafakari ile bahasha dogo ya kaki. Kabla sijafika mbali akasema, nakushauri hiyo barua uisome peke yako bila huyo bosi wako kujua. Alimaanisha Freya, maana nilivyokuwa naishi naye namfanyia kazi zake zote, basi naitwa mimi mfanya kazi, yeye bosi. Sikuwa najali, maana ni kweli nasomeshwa na baba yake. Niliweka kwenye mfuko wa sketi yangu, nikamaliza kupaka dawa viatu, kisha nikachukua daftari tayari kwa kwenda zangu darasani. Sasa nikamwambia Freya twende kusoma. Akasema, mimi leo nimechoka na lala zangu, nenda mwenyewe. Nikasema sawa. Nikatoka zangu mdogo mdogo hadi darasani. Nilikaa nikaichukua ile bahasha mfukoni, huku nikiwa na shauku la kujua hiki kibarua kimetoka kwa nani. Sasa nilivyofungua nilikutana na mwandiko mzuri wa kiume. Barua imeandikwa, Hi beautiful. Nimehuzunika sana, sijapata muda mwingi wa kuongea na wewe, ila natamani sana kuongea na wewe. Ukipata barua hii, naomba
unitafute please, namba yangu ni hii, mimi ni G. Nilishtuka, ina maana huyu ni Giovanni? Sikuamini, au G gani? Sasa hapa nimfate Inedi aniambie nani kampa huu ujumbe. Nilitoka nikamfata Inedi, alikuwa darasani pia. Nikamfata, aliponiona akacheka, akasema nilijua tu utakuja. Nikacheka pia, nikasema nataka kujua zaidi. Akasema kaa hapo, soma, utayajua baadaye. Nilicheka nikasema, Inedi jamani, kwa nini unanifanyia hivyo? Akasema wewe si unataka kujua jamani? Nikasema ndiyo, nataka kujua. Akasema ndo nakwambia sasa, kaa hapo usome. Nikasema sawa. Nikakaa, tulianza kusoma, lakini mimi hata yalikuwa hayaingii. Na waza tu huyu G, nilihisi ni Giovanni, lakini nilikuwa na mawenge, labda sio yeye. Tulisoma mpaka muda wa prepo ulipoisha. Akasema haya twende sasa bwenini. Nikamwambia nikakwambie kila kitu unachotaka kujua. Nikasema sawa. Tukaanza kutoka. Akasema nakusikiliza. Nikasema nani alikupa hiyo barua? Akasema kwani ndani hakuandika jina? Nikasema kaandika initial tu, kaandika G. Akasema wewe unawajua kina G wangapi? Nikasema Inedi, unalinga sana jamani, si uniambie. Akacheka akasema nitaka nikutie kitumbo joto kwanza, huyo ni Giovanni, mtu maarufu. Nikafurahi sana moyoni. Akasema naona kakuelewa, mlokole wa watu. Nikasema we, amenielewa wapi sasa? Akasema sasa mpaka amekuandikia barua na umaarufu wote ule mchezo. Nikacheka sana. Akasema nakukumbusha, mambo yako yafanye kimya kimya, huyo bosi wako asijue. Mimi nikasema kwa nini? Akasema nimemuona kule chuo alipokuwa anamuwinda Giovanni. Sasa akijua wewe hujatumia nguvu, atakuchukia sana zaidi hapa, maana anapenda kununa na yeye sana. Yule mimi simpendi kama nini. Mimi nikasema hamna bana, hamna baya, wewe hujamzoea tu. Inedi akasema wapi bana, anajisikia sana na angekuwa mzuri kukuzidi wewe tungekoma. Nikasema wakati yeye ndiyo mzuri. Akasema hana uzuri wowote. Nikasema humpendi tu, ndiyo maana. Basi tuliongea sana, nikamuuliza kama anamjua sana Giovanni. Akasema po wa kundi lake ni kaka yake, mtoto wa shangazi yake, hivyo anamjua kiasi kio, japo hawana mazoea sana. Nikasema akasema nilishangaa sana baada hiyo kuniagiza kwako barua hiyo. Nikatabasamu tu. Nilirudi kwangu kulala huku nikishika namba ya Giovanni kichwani. Nilitaka niishike nisije kuisahau sana, na kipindi hiko mimi sina hata simu, japo Freya anayo. Nilishika kabisa namba, nikaichukua kile kiujumbe changu nikaweka kwenye tranka langu, miongoni mwa vitu vyangu muhimu sana. Nilikuwa naogopa kumtafuta Gio, japo nilitamani sana. Mara nyingi nilikuwa najipa mazoezi ya kuongea naye, lakini sikuwahi pata ujasiri wa kuongea naye. Ulipita mwezi, sikuwahi kumtafuta
hata siku moja, japo nilikuwa namuwaza kila siku. Siku moja UKWATA tuliambiwa hatutatembelewa na mwenyekiti UKWATA taifa siku ya Jumapili, hivyo tujiandae na sisi inada tulikuwa tunafanyia shuleni. Anakuja mchungaji wa kuongoza ibada, hadi watu wa mtaani wengine walikuwa wanakuja kushiriki hizo siku. Tulijiandaa kama kawaida, waimbaji tulijionoa vyema, na mie sasa ndiyo kiongozi tena. Nilipania kuimba, maana nilikuwa napenda toka moyoni kuimba. Siku ilifika, tulijiandaa hao ibadani. Tulianza kama kawaida yetu kumsifu, wote wapo tunaimba, lakini mwenyekiti alichelewa kufika, hivyo ikabidi tuendelee kuimba. Sasa na sisi na kwaya yetu tulipanda stejini, maana ukumbi wa shule yetu ni kubwa na ina stage nzuri. Nikaanza kuimbisha, tulinogewa. Basi tuliimba na kucheza. Tukiwa bado wimbo wa kwanza, aliingia mwenyekiti wa UKWATA, lakini hakuwa peke yake, aliongozana na kundi zima la kina Givan. Tulipomuona tu Givan, moyo wangu ulipasuka, nikajikuta najawa na haki gani sijui. Hofu ni hofu, woga si woga, furaha si furaha. Nikajikuta na sahau mistari. Bahati nzuri wimbo huo tulikuwa wawili. Mwenzangu aliendelea hivi, watu hakugundua, japo nao walikuwa na furaha sana kuwaona kina Giovan na kundi lake. Walisimama kwa shangwe na kuwashangilia, walipita mpaka viti walivyoandaliwa. Tuliendelea kuimba, lakini mimi nilikuwa nakosa kabisa ujasiri, ila najikaza. Tukamaliza kuimba, walipanda wengine wakaimba. Hatimaye kina Gio sasa kama kawaida waliimba vyema, yaani sauti zao za uimbaji kama unaona kabisa Mungu yupo hapa. Tulisali, ibada ilikuwa nzuri, ilifurahishiwa sana, hata watu wa Kasfeta hadi Waislamu, si unajua shule ya wadada watupu, na wakaja wakaka. Sasa ni shida. Kina Gio waliongoza maombi pia. Mwenyekiti alisema wanaotaka kuokoka wadada wengi sana walipita mbele wakaongozwa toba. Walipita wengi sana hadi madhehebu mengine, na mwenyekiti alisema kabisa, hawa hapa mbele yenu ni vijana wa Yesu wameokoka. Nimekuja nao ili muone jinsi vijana mahandsome nao wanavomcha Mungu. Basi wadada wanakuja mbele, hatari. Ibada ilikuwa nzuri sana hadi ilichelewa kuisha. Tulipomaliza ibada tukaanza ukata jenda. Watu walikuwa wanatoa pesa kutaka watu wafanye kitu. Pesa zilitoka kundi la kina Gio, akatoa pesa, akasema anaomba Katrina na Giovan waimbe wimbo mmoja wa kuabudu. Mama we, nilistuka. Na kama una pesa ya kulipia unatakiwa aufanywe. Sasa maskini toba mie, sina hata thumni. Nikawa
natetemeka. Giovanni alikuja moja kwa moja akanishika mkono na kunisogeza mbele. Mimi naogopa, hata sijui naogopa nini. Nilimwangalia Freya, alikuwa alibenua midomo, lakini sikuwa na namna. Gio akaninong'oneza akasema, tuimbe wimbo watazama wewe ni Bwana. Nikasema sawa. Nilianza mimi, yeye akanikuta njiani. Watu walishangilia maana tuliimba vizuri. Mimi nilijisikia raha, nilinogewa, hofu ilitoka. Niliimba mno, kisha tukamaliza. Watu walitushangilia sana. Akaongeza pesa mwingine na kutaka tuimbe tena wimbo mwingine. Akachagua wimbo wa Above All Powers wa Kiingereza. Tuliimba vizuri mno. Mwishowe Gio alinikumbatia kwa shangwe. Mimi nilishtuka sana. Muda huo namuona Freya kanuna ameangalia pembeni. Nilirudi kukaa, watu wakinipa mapongezi mengi. Mimi nimefurahi. Kuna mtu akatokea akatoa pesa kumuuliza Gio kama ana mchumba. Giovanni akasema kwa sasa hana, ila ameshafunuliwa mtu atakaye kuwa mchumba wake, japo bado hajamwambia. Watu walihuzunika, nikiwemo mimi. Jenga aliendelea, lakini maswali mengi na mambo mengi yalimwelekea mwenyekiti na kundi la kina Gio, haswa Gio. Kila kitu kilisha. Tulikula chakula maana tulipikiwa. Kina mwenyekiti walikuja na gari, wakawa wanaelekea galini. Mimi nilikuwa zangu na watu wengine, akiwemo Freya ambaye alikuwa amenuna. Mara alikuja mwanafunzi mwingine akasema, Katrina, unaitwa kule parking. Nikasema naitwa na nani? Akasema na G. Freya alishtuka akasema, kwa nini anamuita? Akasema mimi sijui, kwa nini, nimetumwa tu nimuite Freya. Akasema hakuwa kwenda, kisa umeimba naye ndiyo sababu hakuna kwenda. Alinikatalia katu. Alikuja kuniita akasema, wewe Freya, kwa nini sasa mtu kaitwa asiende? Kwa nini? Unajua anaitwa nini? Usiwe hivi, mwenzio kaitwa, labda wanataka kuwa wanaimba naye, waongee, maana ameimba naye vizuri. Sasa wewe unamkataza kwa nini? Freya akasema, wewe haikuhusu, si umeleta ujumbe, nenda zako. Alileta ujumbe akasema, unajua wewe mchana unajisikia sana, wewe unajiona mzuri, unajikuta Beyonce, unajikuta sijui nani sijui nini. Basi mzozo ukatokea kidogo, unajiona keki wakati kabumba. Au mimi sikupenda kama nini? Na wewe Katrina, mbona unamnyenyekea sana? Huyu mtu ana wivu kama nini? Na wewe unamsikiliza? Kwani yeye ndiyo nani anayekulipia ada? Mimi nilikaa kimya tele. Akasema, wewe Katrina, unapendwa sana na watu, lakini sababu hupo na huyu kisilani, watu na wewe wanakuchukulia poa. Kwa mfano wewe Freya, ungeitwa na Giovanni ungekataa? Maana kule ndani tulikuona unavyojipendekeza. Freya akasema, nenda bana. Ukoje? Kwani nani kakuomba maelezo? Huyu nishasema haendi popote,
Mimi sikuwa na la kusema, moyo uliniuma sana. Nilitamani sana kumuona Gilvan na kumsikiliza, lakini Freya alikataa. Nilitia sana huruma na kulaumu umaskini, maana najua nikileta mdomo sitosoma, na mimi lengo langu nisome. Nimeshavumilia mengi, lakini kati ya yote hili liliniuma sana, tena sana. Tulikuwa na watu wengine pale waliniangalia kwa huruma. Mimi nikanyanyuka na kuanza kuondoka. Freya akasema, kanue nguo dia unyooshe. Nilimwangalia nikasema sawa. Nilitembea huku machozi yalianza nitoka. Niliumia sana moyoni, nikajikuta namchukulia sana. Sasa Freya chuki ilinijaa, lakini sikuwa na namna yoyote ile. Yeye kashika mpini, mimi makali. Nililia njiani hadi kwenye kamba ya kuanua nguo. Nilinua nguo nalia, nikaenda nazo chumbani huku nalia tu. Nililia sana siku hiyo, hata sikuwahi kulia kwa kiasi hiko. Nikatulia mwenyewe. Niliamua kabla sijaanza kunyoosha nikaoge. Nikachukua ndoo kwenda bafuni, lakini maji yalikuwa hayatoki. Basi nikachukua kitenge kingine nikajifunika. Nilivaa kitenge, niliondoka nikaenda bombani kule karibu na jiko. Sasa ukiwa jikoni unaona kabisa parking hivyo. Wakati na kinka maji niliangaza parking. Sikuamini nilichokiona. Alikuwa Freya yupo na Gilvan wanaongea, na Gilvan anacheka sana. Sikujua hata anaongea nini. Niliumia sana, lakini nikakausha tu. Nikabeba maji yangu na kwenda bwenini. Nilioga huku nikilia. Nilikumbuka mengi aliyowahi nifanyia, kama kunidharau na kunisema haswa nikikutana kuwa siku kitu yeye ndiyo tiketi yangu. Lakini nilikuwa naona sawa. Leo ndiyo kabisa amenitibua moyo wangu. Nilimchukulia sana Freya. Nilimaliza kuoga nikajifula, lakini sikuwa na raha kabisa. Nilivaa nikaanza kunyoosha. Nilinyoosha nguo zangu kisha nikaja zake. Sasa nilipo na yeye akawa anakuja. Sasa amefurahi sana, akasema, Kati, mambo, ushamaliza kunyoosha? Nikajibu poa, ndiyo namalizia. Akasema, mwezio nilikuwa naenda zangu getini kwa anko nikamwagize chipsi. Nikakutana na Gio, akaniita, akaanza nipigisha story bana. Kumbe gari yao ilipata pancha pale, hivyo walikuwa wanabadilisha tairi, ndio maana wamechelewa. Mimi nikasema tu sawa. Akasema kaka ni anaongea vizuri, hatari kwa kweli. Nimempenda sana na kwa jinsi alivyoongea naye. Leo amenipa na namba yake ya simu. Huyu ashakuwa wangu, yani ni shemeji yako. Nikasema sawa, vizuri. Aliendelea kumsifia sana. Mimi namsikiliza tu, naumia moyoni wangu. Freya alianza mawasiliano na Gio huku kila siku akaniambia mimi mambo yao mata wanachati mara nini. Mimi nikaamua kumchukia na huyo Gio mwenyewe. Freya akasema imeshakuwa official, yeye ndio Mrs. Gio. Nilihuzunika sana. Niliamua hadi kuacha kile kibarua chake
japo moyo uliniuma, lakini sikuwa na jinsi. Maisha yaliendelea. Freya alikuwa na furaha sana, anasema anapendwa. Bai. Kuna muda anaongea naye katika simu, mimi bado moyo una chuki ulizidi juu yake. Ikawa sawa, tulifunga shule na kurudi nyumbani. Mimi nilikuwa na kinyongo sana kwa Freya kiasi kwamba nikawa nikiwa naye sina maongezi sana. Yeye hakugundua. Nadhani penzi lilimnogea. Likizo nzima nilikaa kwetu, wakati sio kawaida, maana niliona huyu msichana hapendi mimi niwe mtu fulani au niwe na mtu. Yeye kila kitu anataka kiwe chake, wakati anavyo vyote. Likizo iliisha, ilibidi siku 2 kabla ya kurudi shule niende kwao. Nilienda. Nilipofika tu, Freya akanidaka juu akasema, naomba baba akikuuliza nililala wapi siku 2, mwambie nilikuwa kwenu, sawa? Nikasema sawa. Akasema sawa. Sikulala nyumbani, nilikuwa na baby Gio Lodge siku 2 na enjoy. Yule mwanaume hatari, ananipenda sana. Yani nikikwambia uweze amini, ni mwanamume wangu sasa, na mwanamume wangu wa kwanza. Moyo wangu ulizidi niuma sana. Nikaitikia huku moyo wangu umevuja damu. Nikajifanya kumpongeza kabisa, wakati sikuwa hata na furaha. Na mbaya zaidi, nilikuwa najua Gio ni mcha Mungu, kumbe anazini tu. Nilimchukulia sana zaidi Gio. Baba yake Freya alinihoji, nikajaribu kama alivyoniambia Freya. Kisha baada ya siku 2 safari ya shule ikaanza. Niliongeza juhudi katika kusoma sana. Mwezi wa sikukuu ya Pasaka ulifika. Kama kawaida, tulikiwa kwenda Easter Conference. Huko tukakutana wanaukwata wengi toka sehemu mbalimbali. Tunakaa huko kama kambi, na ilikuwa ya wiki moja. Freya akasema twende huko na sisi tukachangamane na wenzetu. Mimi nikasema sawa. Nikataje sasa. Bosi kasema nililipiwa pesa ya kula huko na nauli na Freya baada ya mitihani ya kufungia shule. Tulifatwa na gari la kukodiwa, wanaukwata wote, tukaenda mahali ilipoandaliwa. Tulifika na kupewa mabweni. Bahati nzuri mimi nilikuwa na kurukaruka na mabegi na beba na kumbebea Freya, naye kwangu amna. Tulienda na nguo za nyumbani tu huko, na Freya alibeba begi zima. Nilikuwa nataabika kuyabeba, hivyo Freya aliwahi akapewa chumba cha wengi, na ambacho kilibakiwa na watu 2, na wao walikuwa 2 wakajaa. Lakini mimi nilibahatika kupata chumba kingine, ila wakati napangiwa chumba alikuja dada mmoja, mimi simjui. Akasema, Katrina, umepata chumba? Nikasema ndiyo. Akasema, chumba gani? Nikasema Dom B. Akasema subiri. Akaomba wale waliokuwa wanapanga kuwa, naombeni chumba nachokaa mimi kina vitanda 2 na mimi nataka nilale na huyu hapa, naombeni mbadilishe. Wakasema sawa. Katibu nilimwangalia, je, huyu ndiye katibu wewe wa ukata taifa au? Sikuwahi muona.
wala kumjua. Walibadilishia yule dada, akasema haya twende. Nikasema haya. Aliona na kukulika na mabegi tena, akasema mbona mabegi mengi? Nikasema haya ni ya ndugu yangu. Akasema yeye hajafika. Nikasema hapana, amefika ila hajisikii vizuri. Akasema ngoja nikusaidie, twende kwanza ukaweke chumbani kwetu mabegi, kisha ukampelekee mwenzio. Nikasema sawa. Tulienda chumbani, nadhani kilikuwa chumba cha viongozi. Kulikuwa na vitanda viwili vya chini na makabati. Tukaweka mabegi, kisha akasema najua kunifahamu, mimi naitwa Messi, ni katibu UKWATA. Nikasema nafurahi kukufahamu, nimekuwa nikibarikiwa sana na uimbaji wako da Messi. Akasema hata wewe unaimba sana, ukija tulia, maana sauti yako utakuwa mwimbaji mzuri sana. Nikasema nitajitahidi. Tulienda mpelekea Freya mabegi. Akasema huyu mdada ni nani? Nikasema katibu UKWATA. Akasema hakumsalimia wala nini. Akasema kwa hiyo wewe unalala wapi? Nikasema nalala chumba kingine. Akasema ebu lete mabegi yako, tutalala wote hapa. Unajitenga tu nini? Messi akasema analala na mimi, nimemchagua kama kiongozi. Freya akamwangalia, akanyanyua mdomo. Messi akasema twende Katrina. Mimi kwa wasiwasi nikatoka. Messi akasema yule ni nani yako? Kabla sijajibu Freya aliniita. Nikasema nakuja. Akatoka na kuzunguka nje ya bweni. Nikaenda. Akasema hivi wewe ndo kujipendekeza au nini? Umekuja na mimi nimekulipia kila kitu, hata nguo ulizokuja nazo nimekupa mimi. Sasa hivi kujifanya uko na katibu, si ndio? Nikasema chumba kimejaa chako na hawajataka tulale wawili, wamekataza kabisa. Akasema hata kama mimi nimekwambia kitu, wewe umekazana kujifanya huko na katibu. Mimi unanikera sana wewe, sijui ukoje. Lione kwanza, unapenda sana kujipendekeza kwa watu wenye vicheo. Yaani ndo shida ya watu maskini. Niliumia kwa kauli zake. Nikamwangalia, nilitamani nimjibu, lakini nilikuwa kama samaki, siwezi kusema mdomoni, maji yamejaa. Akasema na kuruhusu ulale huko, maana hata hivyo utanibana tu, na vile unanuka vijasho, hata pesa ya perfume huna, unaitoa wapi bora zaidi? Na mimi kama itawezekana huko mazoea yasiwepo sana, maana nguo zako ni kuu sana za kizamani. Utanisababishia nishindwe kupata marafiki na wachumba bure. Ebu toka, nenda zako kajipendekeze hata kwa maaskofu, labda watakufanya utoke umaskini. Sikuelewa yote hayo yanatoka wapi. Niliondoka kinyonge, hata sikurudi njia niliyotoka nayo. Muda huo ulikuwa saa 12 jioni. Watu wanaendelea kufika, wengine wanaendelea kula chakula bwaloni. Mimi nilikuwa na huzuni sana. Nilinyoosha mpaka uwanjani huku nikilia. Uwanja ulikuwa mbali kidogo na hakukuwa na mtu. Nilifika nikajikaza, nikaanza kuimba nyimbo
ya kuabudu huku nikilia. Nilimkumbuka babangu anapokata bustani yao, nikamkumbuka mamangu anapopika pombe na matusi ya huyu msichana, hata nivumilie nije kuomba familia yangu, lakini niliimba nikilia sana. Mara nikashindwa kuendelea kuimba, nikawa nalia. Nikiwa nalia pale nimejikunyata. Mara nilimkumbatiwa na mtu akanikumbatia sana, maana nikakaa nimekunja miguu na kiviringisho mikono yangu miguuni, kichwa kipo kwenye magoti. Niliendelea kukumbatiwa sana. Alichuchumaa akanifunika mwili wangu, alikuwa ni mkaka.